Bwana Yesu asifiwe. Mwashamu Baba Askofu Mjema, Dayosisi ya Same, Baba Askofu mteule wa Dayosisi ya Mwanga, lakini pia msaidizi wa askofu kutoka Dayosisi ya Kaskazini Kati, lakini pia natambua uwepo wa msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Kaskazini, mababa wachungaji wote, pamoja na viongozi wa makanisa ya Jumuiya ya CCT Tanzania katika mkoa wetu wa Kilimanjaro, pamoja na waumini wote wa jumuiya hiyo ya CCT. Na wasalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kama ilivyoelezwa, mimi naitwa Godfrey Mzava, ndiye ambaye kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa matashi ya Mheshimiwa Rais amenikabidhi nimwakilishe katika wilaya hii ya Moshi, na sasa natimiza miezi 2.5 na kwenda mwezi wa 3 tangu nilipopata fursa hiyo, na nimekuja hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Hassan Babu, kama alivyoeleza Baba Askofu. Na mimi pia naomba nitoe taarifa hiyo pia kwa urasmi wake kwamba Mheshimiwa mkuu wa mkoa alitamani kuwepo yeye mwenyewe, lakini kwa sababu tu ya majukumu ambayo kwa kweli hakuweza kuachia watu wengine, kwa sababu wanaendelea na usaili wa vijana wetu ambao wanaingia kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, na akiwa kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, kweli inaendelea kumlazimu yeye asimamie zoezi hilo moja kwa moja bila kuweka mwakilishi. Lakini sio kwamba hajatoa umuhimu kwenye siku hii muhimu kabisa ya jumuiya hii ya CCT, na ilimpendeza mimi nije kwa niaba yake. Kwa hiyo pia pokeeni salamu nyingi sana kutoka kwa mkuu wetu wa mkoa na wasalimu, na anawatakia kila laheri kwenye siku hii nzuri kabisa ya jumuiya ya CCT kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro. Lakini pia hata kama angekuja yeye mwenyewe, bado pia ingenilazimu mimi kuja, kwa sababu tunawashukuruni sana kwamba tukio hili linafanyika ndani ya wilaya yetu ya Moshi, ambao mimi nimepewa dhamana kwa niaba ya Mheshimiwa Rais ya kumwakilisha ndani ya wilaya hii. Lakini sio hivyo tu, pia mimi mwenyewe ni mwanajumuiya wa CCT, na nilianzia mbali kabisa pia kama alivyokuwa akieleza msaidizi wa askofu kutoka Dayosisi ya Kaskazini Kati. Nilianzia kule Ukwata sekondari zile za chini kwa maana ya O level, lakini pia advance chuo kikuu tukakutana na USCF kote kwenye degree ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo ni mwana CCT ambaye nimelelewa ndani ya CCT, na ninafahamu jumuiya hii na ninatambua namna ambavyo malezi yake yamekuwa na manufaa makubwa sana kwangu mimi mwenyewe binafsi, lakini pia kwa wanajumuiya wote ambao wanapita kwenye CCT, lakini pia kwa taifa letu kwa ujumla wake. Kwa hiyo hongereni sana, na aliyesimama mbele yenu ni zao la CCT. Naendelea kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kuwa pamoja nasi na kutulinda na kutupa afya njema na sia njema mpaka kufikia siku hii ya leo. Kwa hiyo tunamshukuru kwa sababu bila yeye pengine labda tusingeweza kukutana, ama wengi wetu au wengine wangeweza kupata changamoto na kuto kuhudhuria katika siku hii. Lakini pamoja na kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jambo hilo, lakini pia tunaelekezwa kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, na kama mlivyosikia kwenye taarifa, na pia ninafahamu ya kwamba mmeendelea kuliombea jambo hili. Tumepata changamoto ya mafuriko ndani ya wilaya yetu ya Moshi na mkoa wetu wa Kilimanjaro. Pamoja na imekuwa ya muda mrefu kidogo tangu mwanzoni mwa mwezi Aprili, lakini siku ya jana ndio tulipata changamoto kubwa kidogo. Tumepata mafuriko ambayo yamesababisha kuwapoteza wenzetu 3, wanawake 2 pamoja na mtoto mmoja wa miaka 15, lakini pia wenzetu wengine 4 walipata majeraha, wako hospitalini, lakini mmoja amesharuhusiwa na 3 bado wanaendelea na matibabu, wako pale St. Joseph. Lakini tumewatembelea kwenda kuwakagua, hali zao zinaendelea vizuri.
Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ili ya wale ambao wametangulia, na tuendelee kuziombea pia zile familia. Lakini pia viongozi wangu, naomba tuendelee kumsihi Mwenyezi Mungu na kuendelea kumuomba tuendelee kupata mvua, lakini ziwe mvua za kadri ambazo hazitaweza kuleta changamoto kubwa sana katika jamii yetu. Tuna changamoto ya kijiografia katika eneo hili la wilaya ya Moshi, kwa maana ya mvua nyingi zinaweza zikawa zinanyesha kule milimani, lakini huku chini ndiko ambako madhara makubwa zaidi yanatokea, kwa sababu imekaa kama bakuli hivi. Kwa hiyo tumepata landsliding, kwa maana maporomoko ya udongo ndio ambayo yamekuja kutupa hizo changamoto. Kwa hiyo pia ningeweza kufika mapema zaidi, lakini tulikuwa na timu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, na mimi sasa nilazimika pia kuwapokea waratibu wa maafa, kwa wanaendelea kufanya tathmini na kuangalia namna gani ambavyo tutaendelea kurejesha hali katika ukawaida wake. Niwapongeze kwa sababu ya mambo makubwa ambayo mnaendelea kuyafanya, na tumeendelea kutambua mchango wa CCT kama nilivyoeleza, sio kwetu sisi tu wana CCT, lakini pia kwa jamii yetu kwa ujumla wake. Makanisa yote wanachama wa CCT na makanisa mengine yote na taasisi zote za dini zimeendelea kuwa na mchango chanya sana kwenye jamii yetu. Pamoja na yale majukumu ya msingi ambayo mnayafanya ya kuendelea kuwalingania waumini kumwelekea Mwenyezi Mungu, waendelee kuwa na hofu ya Mungu na kutenda mema kwa kuzingatia maadili, lakini pia mmeendelea kufanya kazi kubwa sana, na mchango wa kanisa ni mkubwa kwenye huduma pia hata za kijamii. Tumeshuhudia kwenye elimu, lakini pia tumeshuhudia kwenye huduma za afya, lakini pia huduma za kijamii za malezi kwa watu wenye uhitaji, wazee, watoto yatima, lakini pia wajane na watu wote ambao wana uhitaji. Kanisa limeendelea kuwa mstari wa mbele kwenye kutoa huduma hizo. Si wakati wote serikali peke yake inaweza ikafanya kila kitu kwa maana ya kusogeza huduma za kijamii kwa wananchi, lakini kanisa limechukua nafasi hiyo, si tu kuwahudumia kiroho, bali tunakwenda hata katika miili kuwahudumia kwa kuwasogezea huduma za kijamii. Kwa serikali inaendelea kutambua mchango huo mkubwa wa makanisa, ikiwa ni pamoja na jumuiya hii ya CCT, na itaendelea kuwaunga mkono na kuwapa ushirikiano wote ambao unahitajika ili kuhakikisha ustawi wa taasisi zote za dini, ikiwa ni pamoja na taasisi ambazo mnazisimamia za kielimu, afya na nyinginezo za huduma za kijamii, basi zinafanya majukumu yake bila kuwa na kikwazo chochote. Kwa hiyo mkoa wetu wa Kilimanjaro, hiyo ni commitment yetu, kwa sababu pia ndio commitment ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha tunaendelea kuweka mahusiano mazuri ambayo yamekuwa ya muda mrefu kati ya kanisa pamoja na serikali, lakini pia na jamii yetu kwa ujumla wake. Na Mheshimiwa Rais ameendelea pia kuunganisha jamii yetu kwa ujumla wake bila kuweka upendeleo wa namna yoyote ile, tukiamini kupitia muunganiko huo ndio ambapo tunaendelea kupata ustawi wa taifa hili, lakini pia tunaendelea kupata maendeleo endelevu ya taifa letu. Na yeye kama kiongozi wetu mkuu wa taifa anapotupa dira hiyo, sisi wasaidizi wake pia tunatakiwa tutembee katika mustakabali huo huo. Na ndani ya mkoa wetu wa Kilimanjaro na wilaya hii ya Moshi, to be specific, tutaendelea kusimamia maono mapana ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba jamii yetu inaendelea kuunganishwa vizuri na viongozi wa dini wakiwa mstari wa mbele kama ambavyo umeendelea kufanya wakati wote. Lakini pia kama ilivyoelezwa, dhima ya siku hii kwamba haki huinua taifa. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia haki, na tunaomba muendelee kutuombea vyombo vya maamuzi ambao vimepewa dhamana ya kutafsiri sheria na kutoa haki viweze kusimama vizuri katika wajibu huo ambao wamepewa kwa mujibu wa sheria. Na ninyi viongozi wa dini mkiendelea kutusihi na kutuelekeza na kutushauri popote pale ambapo mnaona kuna jambo lolote lile ambalo haliendi katika misingi ya haki, kwa kweli serikali yenu itaendelea kuwa wazi kupokea ushauri, lakini pia kupokea maelekezo mbalimbali kutoka kwa viongozi wa dini, ili kwa pamoja jamii yetu ipate ustawi kupitia haki. Kusipokuwa na haki hakuna amani. Kusipokuwa na haki watu watanungunika na kulalamika.
na matokeo yake inawezekana pia watu wakakosa imani na viongozi waliopo. Kwa tunaamini ya kwamba haki ndiyo msingi wa maendeleo ya taifa hili na jamii yetu. Kwa kama ni vyombo vya maamuzi, kama ni watawala, kama ni mtu yeyote yule ambaye amepewa dhamana ya kutoa haki, basi anatakiwa kusimama vizuri katika wajibu huo, kwa sababu ndio ustawi na amani ya taifa letu. Tunapoendelea kuyazungumzia maneno haya ya kuhusu haki, tuendelee pia kuikumbusha jamii yetu kwa ujumla wake. Na ninyi viongozi wetu wa dini, mnayo sauti kubwa zaidi ambao watu wanaweza wakawa wanaisikia vizuri zaidi, kwa sababu nyinyi ni wataalamu pia wa filosofia pamoja na theolojia. Tuendelee kueleza wananchi wetu na waumini pia ambao wanatufuata ya kwamba kila haki ili iweze kupatikana vizuri lazima kuna wajibu. Kwa watu waendelee kutimiza wajibu wao ili pia haki iweze kutendeka vizuri. Na mimi naamini kila mmoja akitimiza wajibu wake vizuri, kuanzia kwenye familia kule, baba ana wajibu wa kufanya, watoto wana wajibu wa kufanya, mama ana wajibu wa kufanya, lakini pia ana haki zake. Hata kwenye wananchi wa kawaida kuna wajibu ambao wanatakiwa kufanya, lakini pia kuna haki zao. Sisi pia viongozi na watendaji tunao wajibu wa kufanya na haki za msingi. Kwa kila mmoja akisimama kwenye nafasi yake na kwenye zamu yake vizuri, taifa letu hili litaendelea kustawi kupitia haki na wajibu ambao tunatakiwa kuutimiza vizuri. Baba Askofu pamoja na sisi sote ambao tumejumuika hapa, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao tunakwenda kuchagua madiwani, wabunge pamoja na rais. Tunapoelekea katika uchaguzi huo ambao ni haki ya kikatiba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imeainishwa kila baada ya miaka 5, wananchi hao watakuwa na haki ya kuchagua ama kuchaguliwa kwa ajili ya nafasi hizo. Kwa tuendelee kuliombea taifa letu ili kuhakikisha tunaelekea katika uchaguzi na kuingia kwenye uchaguzi kwa amani, utulivu na usalama wa kutosha. Na sisi tuhakikishie viongozi ndani ya mkoa huu wa Kilimanjaro tumeendelea kujipanga vizuri na kuratibu vizuri ili kuhakikisha kila mmoja anapata haki yake ya kuchagua na kuchaguliwa kupitia mfumo huu wa kidemokrasia, ili tupate viongozi ambao watasimama kwa niaba ya wengine kuwaongoza ili kuleta ustawi wa taifa letu. Lakini kikubwa tuendelee kuombea uchaguzi huo, ili kwanza haki itendeke, lakini pia kusiwe na namna yoyote ile ambayo inaweza katupelekea kuingia kwenye sintofahamu yoyote ile. Uchaguzi unaendelea kuratibiwa na Tume Huru ya Uchaguzi, na tunaamini ya kwamba Tume Huru ya Uchaguzi itatenda haki. Na viongozi mtakapoona eneo lolote wakati wa maandalizi haliende vizuri, msisite kusema. Milango yetu itaendelea kuwa wazi kuendelea kupokea maoni pamoja na ushauri, ili kuhakikisha watu wote wanapata haki yao hiyo ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa na kupata viongozi ambao watakuwa na sifa na uwezo wa kuongoza wengine katika taifa letu hili. Wapo baadhi ya watu maeneo mengine, inaweza ikawa sio hapa Moshi, ambao wanajaribu kuwataka watu wasitimize hiyo haki yao. Sasa jambo hili kwa kweli halipendezi, lakini kama kuna jambo lazima lizungumzwe kama halijakaa vizuri, ili tuweze kwenda vizuri wote kwa pamoja. Kwa sababu tukiwa nyima wengine haki ya kushiriki, bado pia tutakuwa hatujawatendea haki. Maboresho na marekebisho makubwa sana yamefanyika, na Mheshimiwa Rais ameyafanya hayo yote ni katika kuhakikisha kwamba haki inakwenda vizuri. Amerekebisha kwenye mifumo ya sheria, ikiwa ni pamoja na ile sheria ya uchaguzi pamoja na sheria ya vyama vya siasa, na ndio maana tukapelekewa mpaka kufikia kwenye hii Tume Huru ya Uchaguzi. Sasa kama bado kuna watu ambao wanaona kuna sehemu haijakaa vizuri, ni wajibu wao kusema na kushauri ili yarekebishwe hayo, ili wananchi waendelee kupata haki yao ya kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Lakini sisi tutaendelea kusimamia, na niwahakikishie ya kwamba
amani na utulivu na usalama utakuwa wa kutosha kuelekea katika uchaguzi huo, ili wananchi waweze kutimiza haki yao ya msingi. Pamoja na masuala ya uchaguzi, kwenye jamii yetu bado tunazo changamoto nyingi ambazo ni za kimaadili. Tutaomba pia viongozi mtusaidie, na mengine yametajwa hapa wakati wa maombi. Tunayo changamoto ya ushoga, ulawiti, ubakaji. Moja kati ya changamoto na ndani ya wilaya yetu ya Moshi pia tunaendelea kupambana nayo. Watu wanatenda vitendo hivyo bila aibu. Na zamani ulikuwa ukisikia katika maeneo mengine, Dar es Salaam wapi, lakini sasa mkoa wetu wa Kilimanjaro umeingia pia katika changamoto hiyo. Pamoja na kwamba tunaendelea kuchukua hatua za kisheria, lakini pia tunao wajibu wa kuendelea kuikumbusha jamii yetu kuepuka jambo hili, kwa sababu halipendezi machoni pa Mwenyezi Mungu. Viongozi tunaomba pia mtusaidie kupaza sauti, na sisi tutaendelea pia kuchukua hatua na kuendelea kuzungumza na jamii tulio nayo. Lakini jambo jingine ni masuala ya matumizi makubwa sana ya pombe haramu na pombe kali, ambazo zimekwenda kupunguza nguvu kazi kubwa sana ya vijana wenzetu ndani ya mkoa wetu wa Kilimanjaro. Na hata wilaya ya Moshi pia tunapita katika changamoto hiyo. Vijana wameingia katika wimbi la ulevi wa kupitiliza, badala ya nguvu kazi hiyo kuielekeza katika uzalishaji na kujipatia kipato, na badala yake wamegeuka kuwa wategemezi. Sasa mambo haya yanaanzia kwenye familia, lakini pia kwenye jamii kwa ujumla wake. Tumeendelea kupata changamoto kubwa sana. Sasa pia tunaomba viongozi mtusaidie kuzungumza na waumini, lakini pia na jamii yetu kwa ujumla wake, ya kwamba lazima vijana waingie moja kwa moja kwenye uzalishaji. Na Mheshimiwa Rais ameendelea kufungua fursa nyingi sana kwa ajili ya vijana, lakini vijana hao sasa hawawezi kufanya chochote, wamekuwa watu wa kulewa kwa kupitiliza. Mwenyezi Mungu atusaidie sana, kwa sababu nguvu kazi ya taifa hili ni vijana ambao wanatakiwa kuingia kwenye uzalishaji kwa ajili ya kuleta maendeleo. Kuna baadhi ya maeneo tumepita, shule hazina watoto. Kwa nini? Pamoja na kwamba vijana hawa wana nguvu kazi ya uzalishaji wa mali, lakini pia hata lile jukumu la kuleta watu duniani kidogo vijana wenzetu halipo tena, hawana nguvu za kufanya hivyo. Sasa ni changamoto, kwa sababu tunaangalia tunakwenda kwenye kizazi cha namna gani. Lakini tukiunganisha nguvu sote kwa pamoja, tutafanikiwa. Kuna sehemu tumelazimika hata kufunga shule kabisa, watoto hawapo. Miji kule imebaki tu na wazee ndio ambao wako waangalizi tu wa ile miji. Kwa ni changamoto, na serikali tunaendelea kuhakikisha tunakuja na mipango kabambe ambayo itawasaidia vijana kuingia katika shughuli za uzalishaji, ili wawe na nguvu za uzalishaji kumudu uchumi wao, lakini pia kuwa na kizazi ambacho kitakuwa ni endelevu. Baba Askofu umeeleza swala la Kili Marathon na wageni ambao wanaingia, lakini pia wakati wa hiyo Kili Marathon namna ambavyo tunaweza tukaipeshanisha na siku ya kuabudu kwa maana ya Jumapili, ili watu waweze kupata fursa ya kuelekea na kutoka katika nyumba za ibada. Tumelichukua, tutalifikisha kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini pia Kili Marathon yenyewe inafanyika kwa kiasi kikubwa ndani ya wilaya ya Moshi. Kwa hata mimi mwenyewe nimesikia moja kwa moja, ili tukae na wenzetu tuone namna ambavyo tunaweza tukaratibu vizuri, ili pamoja na tukio hilo, lakini basi uhuru wa kuabudu na nafasi ya kuabudu vizuri siku hii ya Jumapili usiweze kuingiliwa. Tutaweka utaratibu mzuri kabisa. Baada ya kusema hayo, nikupongeze Baba Askofu mteule wa Dayosisi ya Mwanga, na tunakutakia kila laheri katika utume wako. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, basi tutaendelea pia na sisi kukuombea kuhakikisha unaendelea kutimiza majukumu ambayo Mwenyezi Mungu amekupa wito kwake. Viongozi, karibuni sana ofisi ya mkuu wa wilaya ya Moshi. Ofisi yenu iko wazi wakati wowote ule kwa jambo lolote lile ambalo mtaona ofisi ya mkuu wa wilaya inahitaji kuliingilia kati ama kulishauri, basi
basi ofisi yenu ipo wazi. Tuendelee kuiombea serikali yetu, tumuombee Mheshimiwa Rais kama kiongozi mkuu wa taifa hili, lakini pia mnapoendelea kumwombea na sisi pia wasaidizi wake muendelee kutuombea kwa Mwenyezi Mungu ili hekima, busara na maarifa na afya viwe timamu tuweze kuwatumikia Watanzania ambao Mwenyezi Mungu ametupa dhamana ya kuwaongoza kwa niaba yao. Nawashukuruni sana, Mwenyezi Mungu awabariki na asanteni sana kwa kunisikiliza na serikali itaendelea kuwa pamoja nanyi. Nashukuru sana. Asante. Makofi mengi.